Hebu fikiria hili jambo. Unasafiri ndani ya SGR kuelekea Dodoma, alafu ghafla tu treni inaharibika katikati ya msitu. Alafu baada ya kwamba sasa mmeshaka kwa muda mrefu matengenezo yakiwa yanaendelea, mnaamua tu kupiga simu ili kuomba msaada, lakini kumbe bwana hilo eneo bahati mbaya ni kwamba halina mtandao kabisa. Kwa mantikio ni kwamba mwezi kupata msaada wote ule. Sasa wakati bado mnasubiria kuona kama mtapata msaada au vipi bwana, ghafla wanatokea viumbe wa ajabu kinoma kutoka msituni, afu wanaanza kuwashambulia abiria wote hapo mpo ndani ya hiyo treni. Yaani kifupi ni kwamba abiria wote hapo mnakuwa mmegeuka kuwa kitoweo kudadeki. Alafu kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba yani hamjui hao viumbe ni viumbe gani na wao wametoka wapi kudadeki. Oya, ni hatari kinoma. Aise, karibu tutazame pamoja huo mzigo ili uweze kujua kitu ambacho kitokea kwa abiria wakiwa wamekoma kwenye msitu. Mimi ni yule DJ wako wa siku zote and this is Movie Freaks. Tuanzao mshikaji wangu. Sasa mzigo unaanza, tunamwona mwamba mmoja hivi kwa jina anaitwa Joe. Sasa jamaa bwana anafanya kazi kama conductor kwenye treni moja huko London. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba usiku ulikuwa ni majanga sana kwake. Usiku wa leo bwana alikuwa anategemea kupandishwa cheo na kuwa msimamizi wa kampuni. Na ile jambo lilikuwa limelisubiri kwa muda mrefu sana, lakini sasa nafasi yake akawa amekosa. Na sio tu kuikosa, bali ni kwamba alilazimisha kuchukua zamu ya mfanyakazi mwenzake ambaye alikuwa ni mgonjwa siku hiyo. Sasa mwamba anapaswa kufanya kazi kwenye treni ambayo inafanya kazi zake mida ya usiku pamoja na mhudumu mwenzake ambaye anaitwa Helen, pamoja na driver wa hiyo treni ambaye anaitwa John. Kama kawaida, mara tu treni ilipoanza safari, Joe akaanza kutangaza vituo vya treni itakapopita kabla ya kufika mwisho wa safari. Baada ya hapo jamaa akaanza kukagua tiketi kwa abiria mmoja baada ya mwingine. Lakini hata hivyo ni kwamba abiria walianza kumkera mapema tu. Kwanza kabisa jamaa akatishwa na kampa kadogo boko kalikuwa chini ya siti. Kisha akafuata mwanamke mmoja hivi ambaye anaitwa Keti. Alikuwa na wasiwasi mkubwa sana kwa sababu alikuwa amepoteza tiketi yake. Kisha tunakutana na binti mmoja ambaye anaitwa Nina. Ni msichana ambaye alikuwa ni mkorofi sana mwanzo mpaka mwisho wa safari yani. Wakati safari inaanza bwana, Joe akawa amemuuliza msaidizi wake yule Helen kwamba angeweza kupata kinywaji naye baada ya kumaliza tu kazi, lakini Helen akawa amemkatalia. Basi bwana, safari ikaendelea hapo huko, abiria wengine wakawa wanashuka kwenye vituo vyao na kuacha treni ikiendelea na safari yake kama kawaida. Wakati huo mvua kubwa mno ikaanza kunyesha huko nje, lakini ghafla bila sababu ya msingi yote ile treni kama imesimama katikati ya msitu bwana. Wakati Joe akiwa anaelekea kwenye chumba cha dereva ili kujua kuna shida gani, John ambaye pia ndo dereva hiyo treni akawa ametoa tangazo maalum kwamba treni bwana imepata hitilafu ya kiufundi na safari itaendelea mara tu tatizo hilo ambapo utakuwa ameweza kulitatua. Abiria akaanza kuuliza, hivi nini ambacho kinaendelea? Wakati huo tunamwona Joe akiwa na abiria mmoja hivi wakimsaidia ile kusafisha ile toroli la chakula ambalo lilikuwa limechafuka sana kutokana na ile kwamba treni ilikuwa imesimama ghafla sana. Huyo abiria bwana jina lake anaitwa Adrian. Baada ya muda kidogo bwana Joe akawa anatembelea abiria wengine wakiwepo Gedi na Jenny ambao ni wafanyabiashara wakubwa sana na bidhaa zao zilikuwa zimedhurika sana. Alafu baada ya hapo sasa akawa anashughulikia malalamiko ya Kate ambaye pia laptop yake ilikuwa imeacha kufanya kazi kutokana na hilo tukio. Wakati huo bwana dereva ikabidi atoke nje bwana ili kwenda kuangalia kwamba nini kimesababisha treni iweze kusimama. Hapo sasa ndo anagundua kwamba kumbe treni bwana ilikuwa imegonga swala na ule mzoga wake ndo ulikuwa umekwama kwenye njia ya reli. Lakini wakati akiendelea kukagua lile eneo bwana, Joe akawa amesikia sauti ya ajabu sana ikiwa inatokea kule msituni. Na kabla hata hajapata nafasi ya kujua nini ambacho kinaendelea, ghafla sana kuna kiumbe cha ajabu kikawa kimetokea gizani na kikawa kimemshambulia yule dereva vibaya mno. Sasa baada ya kuona kwamba John anachelewa sana kurudi, Joe akaanza kuhisi kwamba labda kuna jambo baya sana ambalo linaendelea kwenye huo msitu. Hata hivyo ilibidi tu kuwafanya abiria wote wawe watulivu, wasiogope. Joe akamwomba Helen kwamba awapatie abiria vitafunwa ili kuondoa hofu yao. Mwamba ikabidi ajaribu kuwasiliana na kituo cha mbele ili kuomba msaada, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba haikuwezekana kabisa. Na hii inatokana na kwamba hali ilikuwa ni mbaya sana ya hewa pale na miti ilikuwa imedondoka sana. Kwa hiyo hili linaonyesha kwamba hata kama timu ya uokoaji ingeweza kupata taarifa, isingeweza kufika kabisa kwa wakati. Abiria kama Keti, Nina na Jenny wakazidi kabisa kukasirika, ukizingatia kwamba hasa hakuna yote ambaye anajua John amepotelea wapi. Wakati yote yanaendelea, Adrian akawa ametoa pendekezo ambalo anaamini ndio chaguo lao pekee ambalo limebaki. Akawa amesema kwamba ni either wabaki ndani ya treni kusubiri msaada au watembee kando ya reli kuelekea mwisho wa safari yao ambapo ilikuwa inakadiriwa ni kama umbali wa kilomita 4 hivi au 5 kutoka hapo. Chaguo la pili likaonekana kuwa ni nzuri sana kwa baadhi ya abiria wa pale, ukizingatia kwamba hakuna hata mmoja ambaye anaweza kupiga simu kwamba msaada kutokana na kwamba sasa mtandao haupo kabisa pale katikati ya msitu. Hapo haikuchukua hata muda mrefu sana kabla abiria wote kukubaliana kutoka ndani ya treni na kuanza kutembea ili kufikia kituo ambacho kitafuata hapo mbele. Hata hivyo ni kwamba Joe alipinga kabisa mara moja ili swala kwa sababu anajua kabisa kwamba kanuni za safari zinakataza kabisa abiria kushuka nje ya maeneo ya vituo vya treni. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba abiria walikuwa ni wabishi zaidi na hivyo Joe akawa hana namna nyingine. Ikabidi tu kufungua mlango wa treni na kuwaruhusu wote waweze kuondoka. Mwanzoni kila kitu kilionekana kiko safi tu, lakini baada ya kutembea umbali wa mita chache tu kutoka kwenye treni, kila mtu akawa amesimama ghafla sana baada ya kuona kwamba kuna kivuli kikiwa kinawasogelea taratibu kutoka nyuma ya vichaka. Wakiwa na hamu sana ya kujua, Joe na Helen ikabidi wasogee ili waweze kuchunguza, na walichokiona iseki kiliwaogopesha sana. Ilikuwa ni mwili wa John bwana, na ulikuwa kwenye hali ya kutisha mno. Tena ulikuwa una majeraha makubwa sio kawaida. Yaani inaonyesha wazi kabisa ni kwamba ameshambuliwa na kitu ambacho ni cha kutisha na sio cha kawaida. Hapa sasa ndo kagundua kwamba leo bwana kazi wanayo.
Hivyo Joe na Ellen ikabidi waamuru watu wote waweze kurudi ndani ya treni mara moja. Lakini akiwa katika harakati za kurudi ndani ya treni, kiumbe akafanikiwa kuzuru mguu wa Jenny bwana, kabla hata hajaingia ndani ya treni. Sasa kila mmoja akawa na wasiwasi sana, kwa sababu hakuna hata mmoja aliyejua kwamba ni aina gani ya kiumbe ambaye alikuwa akiwainda katikati ya msitu usiku huo. Baada ya kufanikiwa kurudi ndani ya treni, Ellen na Joe wakajaribu mara moja kuzuia damu ambayo ilikuwa ikitoka kwenye jeraha la mguu wa Jenny. Hii imetokana baada ya kung'atwa na yule kiumbe wa ajabu, lakini hata hivyo lile jeraha likaendelea kuvuja damu bila hata kuacha. Mambo yalizidi kuwa mabaya zaidi pale Joe alipojaribu kufunga mlango wa treni na ghafla kusikia kitu kutoka nje kigonga kwa nguvu sana upande wa behewa. Kisha kiumbe huyo wa kutisha kaonekana wazi wazi kupitia dirishani, huku akikwaruza mikono yake mikubwa yenye ncha kali dirishani. Ilionekana kabisa ni kwamba hakuwa binadamu wa kawaida. Wakajua kabisa kwamba kuwa hali itakuja kuwa mbaya zaidi muda mchache ujao. Hivyo Joe ikabidi ajaribu tena kuwasiliana na kituo cha mbele ili kuweza kuomba msaada. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba mawasiliano hayakuweza kabisa, kwa sababu mfumo ulikuwa umeshaharibika vibaya mno. Lakini kama bahati bwana, mmoja wa abiria ambaye jina lake alikuwa ni Billy alikuwa ni injinia, hivyo akaamua kwenda kukagua mfumo wa treni ndani ya kile chumba cha dereva. Baada ya kwamba ameshachunguza mfumo huo, Billy akasema kwamba mgongano wa awali huenda ulisababisha uvujaji wa mafuta, huku ukiharibu kabisa sehemu kadhaa za mfumo wa treni, jambo ambalo lilifanya treni isiweze kabisa kuendelea na safari yake. Sasa hawana chaguo lingine. Joe akatangaza kwa abiria wote kwamba watalazimika kubaki ndani ya treni hadi pale msaada utakapowasili. Lakini badala ya kuwatuliza, hilo wazo ndo likali mavuruga kabisa abiria wote, huku akiwa na wasiwasi mkubwa sana. Sasa wakaanza kujiuliza ni aina gani ya kiumbe ambacho kitakuwa kinawasubiria huko nje. Mmoja akasema kwamba kiumbe huyo ana umbo la kibinadamu, lakini sasa alikuwa anatisha zaidi. Hii kauli sasa ndio ikawafanya waweze kuogopa zaidi ya mara ya kwanza. Joe akawa anakataa kabisa kueleza ambacho kimemtokea dereva wa treni. Wakati wakiendelea kujiuliza pale, ghafla kuna sauti kubwa ya kugonga ikawa imesikika kutoka kwenye behewa la nyuma. Joe, Billy na Adrian ikabidi waelekee sauti ilipotokea. Walipofika wakagundua kwamba ni sauti ambayo inatokea kwenye mlango wa choo ambao ulikuwa unatikisika kwa nguvu sana, kana kwamba kuna mtu alikuwa amekwama humo ndani. Baada ya kufungua bwana, wakamkuta Billy ambaye jina lake alikuwa anaitwa Tom. Yeye alikuwa amejificha humo ndani ya choo muda wote bila kujua kwamba kuna mabalaa mengi kinoma huko nje. Na hapo ndio ikafahamika kwamba kumbe Tom hakuwa na tiketi wala hela ya nauli. Kwa alikuwa akijificha humo ndani muda wote huu. Hata hivyo kwa muda mfupi mambo yakaonekana kutulia, lakini utulivu haukudumu kabisa, kwa sababu treni nzima ikaanza kutikisika tena. Na hii ni kutokana na mgongano mkali sana kutoka nje, huku taa zote zikizima na kuwaka yani. Sasa katikati ya vurugu hizo zote, simu ya Nina bwana kwa bahati nzuri ikawa imepata mtandao na akawa amepokea simu kutoka kwa mama yake. Akiwa na wasiwasi mkali sana, Nina akawa anajaribu kumwelezea mama yake hali ambao walionayo hapo na kumjuza pia mahali ambapo treni imekwama. Hata hivyo kabla hajamaliza kuzungumza bwana, ghafla kiumbe huyo wa ajabu akawa amevunja dirisha la treni na akamvuta Nina nje, huku kila mmoja akishuhudia lile tukio. Sasa kila mtu akawa anaogopa sana na wakaanza kukimbia kwenda kwenye behewa la nyuma. Adrian ikabidi afunge mkanda wake kwenye mlango ili kiumbe asiweze kufungua mlango na kuingia ndani. Katikati ya hofu, baadhi ya abiria wakaanza kulaumiana sana wao kwa wao. Lakini hata hivyo kuna mzee mmoja akawakumbusha kwamba njia pekee ya kuishi ni kushirikiana na wala sio kulaumiana. Baada ya kusikia basi Joe na Billy ikabidi wafungue sanduku moja hivi mara moja ambalo lilikuwa lina vifaa vya dharura, ambalo lilikuwa lina shoka, nyundo na vifaa vingine ambavyo vingeweza kutumika kama silaha. Alafu kisha abiria wote wakashirikiana kuziba mlango na madirisha kwa kutumia vile vitu vyote ambavyo waliweza kuvipata kwenye hilo sanduku. Lakini wakati kila mmoja yuko busy kutetea maisha yake, Adrian kwa asili ikabidi amshawishi Joe atoroke pamoja naye na aweze kuwaacha abiria wengine. Kwa mujibu wa Adrian ni kwamba kubaki ndani ya treni ni sawa na kusubiri kifo tu. Akamshawishi Joe na kumwonyesha funguo za nyumba yake ya kifahari sana, huku akimwahidi pesa nyingi sana ikiwa tu atakubali kuondoka pamoja naye. Wakati huo mvutano ukiendelea kuongezeka, hali ya Jenny ghafla ikabadilika na kuanza kuwa mbaya zaidi. Ghafla akaanza kutapika damu, huku meno yake yakizidi kuwa ya ajabu sana. Jina lake pia likaonekana kuwa la kutisha zaidi, kana kwamba yani kama kuna kitu ndani ya mwili kinaendelea kuenea tu. Wakati huu Tom ambaye nusulika awali akaamua kwenda chooni peke yake kwenye behewa ambalo linafuata. Akiwa na wasiwasi kwamba eneo hilo si salama, basi Joe ikabidi amfuate pia. Lakini mara tu Joe anapofika kwenye mlango wa choo, kiumbe huyo akatokea ghafla na akamshambulia Tom papo hapo, na Tom akawa amepoteza maisha. Joe bwana akalazimika kurudi haraka sana kwenye behewa ambao walikuwepo wengine. Hata hivyo wakati kila mmoja akijitahidi kuziba mlango kwa kutumia vitu mbalimbali, kiumbe huyo bwana akafanikiwa kuvunja mlango na akaingia ndani ya treni kwa urahisi kabisa. Na kwa mara ya kwanza abiria wote wakafanikiwa kumuona yule kiumbe kwa uzuri kabisa. Ikabainika kwamba yule kiumbe bwana alikuwa ni mbwa mwitu, tena akiwa kabisa katika umbo la kibinadamu kabisa, akiwa na nguvu za kutisha na makucha yake akiwa ni makali kama kiwembe. Hata hivyo abiria wote walijikusanya pamoja na kupambana naye kwa kutumia mashoka, nyundo na vitu vyote vyenye ncha kali ambavyo waliweza kuvipata kwenye behewa. Mapambano yalikuwa ni makali mno, lakini mwisho wa siku alifanikiwa kumuua huyo kiumbe. Lakini baada ya kiumbe huyo kufa bwana akawa amegundua jambo moja la kutisha sana, kwamba
mnyama huyo bwana hapo awali aliweza kuwa binadamu kama binadamu wa kawaida, na walithibitisha hili kwa pete ya ndoa ambayo ilikuwa bado imevaliwa kwenye kidole chake. Walipoona hilo bwana Gedi akaanza kuelezea wengine wote kuhusu tukio la ajabu ambalo limewahi kutokea katika msitu huo miaka ya nyuma kabisa, mwaka 1963. Mwaka huo kuna treni nyingine ambayo iliweza kupata ajali eneo kama hilo, na timu za uokoaji zilipowasili bwana hazikukuta abiria hata mmoja akiwa hai. Baadhi ya miili ya abiria ilipatikana ikiwa katika hali za kutisha sana. Tangu wakati huo bwana hakuna aliyewahi kujua kabisa kwamba ni viumbe gani ambao wanaishi katika msitu huo. Gedi akaanza kuamini kabisa kwamba tukio la usiku huu linahusiana kabisa na janga ambalo limewahi kutokea miaka mingi iliyopita. Lakini hata hivyo bwana, mazungumzo yao yanakatishwa ghafla na yule kiumbe ambaye walidhani kwamba wamemmaliza, alafu ghafla akaanza kutoa sauti za kutisha sana. Lakini bila kupoteza muda, Joe ikabidi amshambulie yule kiumbe kwa kichwa mara moja na akahakikisha kabisa kwamba hata waamka tena. Baada ya kufanikiwa kumuua vizuri bwana, bado abiria hawakupata utulivu ambao walikuwa wanautarajia. Badala yake hali ilizidi kuwa mbaya zaidi pale jeni ilipoanza kuonyesha dalili za kubadilika. Adrian akaanza kuamini kwamba kung'atwa na kiumbe huyo inaweza kuwa kuna ambukizo ugonjwa fulani hivi ambao unaweza kumgeuza binadamu wa kawaida na kuwa kiumbe wa ajabu. Hapo sasa akawa amegundua kwamba balaa zito nalo ndani ya teni lao. Akapendekeza waweze kumuua Jeni kabla hawajachelewa, lakini abiria wengine wote wakamzuia mara moja. Hasa Gedi ambaye hataki kabisa kumuona mke wake aulio, ingawa hali yake inazidi kuwa mbaya kabisa. Ili kuzuia matatizo baadaye, Joe akaamua kumfunga Jeni ili baadaye asije kuleta shida. Adrian naye pia akawa amefungwa baada ya wengine kuanza kuona kwamba sasa matendo yake ni ya binafsi, lakini pia ni hatari sana. Wakati huo bwana, tumaini lao la pekee la kutoka katika msitu huo ni kufanya ile treni iweze kuwaka kwa namna yoyote ile. Hapo Billy akaamua kutoka nje ili kurekebisha ule uvujaji wa yale mafuta. Alikuwa iko yeye pamoja na abiria mwingine ambaye anaitwa Matt. Waliamua kutoka na shoka ili wapate kujilinda endapo kuna chochote ambacho kitaenda kuwatokea. Kabla ya kuondoka, Billy akamwelezea Ellen kwa kifupi tu namna ya kuendesha treni kwenye ndani ya chumba cha dereva endapo engine itaanza kufanya kazi tena. Wakati huo Joe akawa anatangazia abiria kwamba anaomba msamaha sana kwa yote ambayo yanaendelea, kwa sababu anahisi yeye ndo mwenye makosa na ameshindwa kuwatunza salama abiria wake tangu mwanzo wa hili tatizo lilipoanza. Hata hivyo Joe akawakumbusha kwamba njia pekee ya kuishi ni kuendelea kushirikiana tu. Muda mfupi tu baada ya kutoka kwenye behewa, hatimaye Billy akafanikiwa kuona ile bomba la mafuta ambalo lilikuwa limeharibika na akaanza kuliziba kwa tape na vifaa ambavyo walikuwa navyo hapo. Muda huo Matt alikuwa akisimamia ulinzi. Wakati huo ndani ya treni bwana, wasiwasi ukaendelea kuwa mkubwa sana, hasa pale kitu ilipofichua kwamba aliwahi kuomba kazi kwenye kampuni ya Adrian, lakini hata hivyo baadaye Adrian kuzingatia sifa zake yakampuzia tu na kuwapa kazi wengine, jambo ambalo lilisababisha Kate kunyimwa kazi na mazungumzo yao yaliendelea kufichua tabia mbaya ambazo Adrian anazo. Muda mfupi tu baadaye Matt akasikia kama sauti ya Nina hivi ikiomba msaada kutoka ndani kabisa ya msitu. Ingawa ni wazi kabisa kwamba hiyo ni ishara ya hatari, lakini bado akaamua tu kuifuata sauti hiyo akiwa na matumaini kwamba huenda labda Nina bado yuko hai. Kwa bahati mbaya ni kwamba uamuzi huo unageuka kuwa ni wa kijinga sana. Matt anapofika tu eneo anakuta mwili wa Nina ukiwa katika hali ya kutisha sana. Na kabla hata hajapata nafasi ya kutoroka bwana, akatambua kwamba viumbe ambao walikuwa wakiwashambulia hawakuwa wachache. Ghafla wanatokea wengi kinoma na kumzingira pale kila upande. Hivyo Matt naye ndo akawa amepotezwa kiurahisi kabisa yani. Mayoyo ya Matt na vilio vya wale viumbe basi vinawatia hofu zaidi wale ambao bado wapo ndani ya treni. Cha ajabu ni kwamba wakati huo Jeni naye akaanza kuonyesha mabadiliko ya kutisha sana baada ya kwamba alikuwa amesikia milio hiyo. Meno yake akaanza kuwa marefu pole pole huku akizidi kubadilika kabisa yani. Huku nje ya treni napo juhudi za Billy bwana hatimaye zikawa zimezaa matunda baada ya engine ya treni bwana kuanza kufanya kazi. Lakini hata hivyo yeye alikuwa katika hatari sana sababu yule mtu aliyekuwa akimlinda basi ndo tayari ameshauliwa hivyo. Wakati huo Ellen na Joe ambao walikuwa katika chumba cha dereva walishtuka sana baada ya kuona kuna viumbe wawili wakiwa mbele ya treni. Na kwa bahati mbaya Ellen akawa amevuta moto bwana, kwa hivyo treni ikaanza kuondoka. Mwanzoni alifanikiwa kushikilia, lakini nguvu zikaanza kumwisha taratibu wakati treni ilipokuwa inaendelea kuongeza kasi pole pole. Billy akatambua kabisa kwamba hataweza kuning'inia pale milele. Na bila kuwa na chaguo lingine, Billy akaamua kuondoa kile kifuniko cha komeka pale kwenye bomba la mafuta ambalo lilikuwa limeharibika. Huku akijua kabisa kwamba uvujaji wa wale mafuta utasababisha treni iweze kuzima. Na kama alivyotarajia bwana, hatimaye treni ikasimama tena kwenye msitu. Wakati huo hali ya ndani ya behewa ikazidi kuwa mbaya zaidi kwa sababu Jeni alikuwa ameshabadilika kabisa na kuwa kama wale viumbe. Na hatimaye akawa amevunja ile sehemu aliyokuwa amefungwa mara moja na kisha akamshambulia mume wake pale pale. Na wakati yote haya yanazidi kuendelea, Kate akaamua kumfungulia Adrian ili aweze kutoroka naye pamoja. Lakini hata hivyo Kate alikuwa amesimama karibu na mlango. Kwa hiyo kiumbe kikawa kimemkamata mara moja na kumvuta nje ya treni. Adrian akaamua tu kumsukuma naye pamoja ili aweze kuondoka na ule kiumbe. Lakini Adrian naye akajikuta amekwama ndani na Jeni huku akimsogelea taratibu. Adrian bwana hakuwa na cha kufanya zaidi ya kusubiri kifo chake tu. Kusimama kwa treni ghafla kulifanya Joe na Ellen kuelekea kwenye behewa la nyuma ili kuchunguza kilichosababisha treni iweze kusimama. Walifanikiwa kufika kwa wakati na wakafanikiwa kumuua Jeni kabla Adrian hajawa kitoweo. Mpaka sasa waliobaki hai ni watu wanne tu, ambaye ni Joe, Ellen, Billy na Adrian. Ghafla bwana viumbe wawili vikafanikiwa kuvamia treni kupitia behewa la nyuma. Na waliobaki wakatambua kabisa kwamba hawawezi kuishi muda mrefu kama watabaki ndani ya treni. Wote wakaamua kwamba chaguo lao pekee ni kutorokea msituni.
Lakini kabla hata hajatekeleza mpango huo, Adrian akaamua kuwasaliti wenzie ili kujiokoa mwenyewe na akamshambulia Joe pale kwa makusudi ili kumfanya awe chambo kwa wale viumbe, ili yeye na Helen waweze kupata muda wa kutoroka. Lakini hata hivyo Joe naye hakuwa mnyonge bwana. Wakaanza kuzipanga pale huku Helen akiwa upande wa Joe. Hata hivyo bwana, Adrian alifanikiwa kutoka nje na akachukua funguo na akawafungia ndani bila hata kuona njia ya kutoka. Ghafla Billy akawa ametokea bwana na kama watupia wale viumbe moto, huku Joe na Helen nao wakifanikiwa kufungua mlango kwa kutumia chupa. Kwa bahati mbaya bwana, Billy sakanasa na wale viumbe, huku Helen na Joe wakafanikiwa kukimbia. Wakiwa wanaenda kukimbia msituni, wakawa wanasikia milio ya wale viumbe, ikimaanisha kabisa kwamba wako wengi sana katika msitu huo. Joe akatambua kabisa kwamba wana nafasi ndogo sana ya kuishi. Joe akaamua kujitoa sadaka ili Helen aweze kutoroka. Ghafla wale viumbe kibao kinoma akamzunguka Joe pale, akajitahidi kupambana nao, lakini ndio hivyo akamshinda nguvu na akawa amemshambulia vibaya sana. Helen akaamua kutumia fursa hiyo na akawa amekimbia kutoka msitu wa ajabu na kwenda umbali mrefu sana. Hatimaye bwana, Helen akawa amefanikiwa kufika mwisho wa kituo cha treni akiwa yuko hai, mwili wake ukiwa umejaa majeraha na damu kila mahali. Watu wakabaki wanamshangaa tu. Wakati huo Helen alikuwa ameshikilia kipande kimoja cha nguo ambacho kina jina la Joe mkononi, kama vile kumbukumbu ya mtu ambaye ajitoa sadaka kwa maisha yake na kumuokoa yeye. Wakati huo kule msituni bwana, Adrian akawa anaendelea kuzunguka peke yake baada ya kwamba ametengana na wale wengine, lakini alikuwa nimechoka sana, na ghafla akasikia sauti ya ajabu kutoka katika vichaka vya karibu naye. Aliposogea bwana, akaona koti la Joe likiwa liko chini, akadhani kwamba Joe naye bado yuko hai. Aliposogea bwana, akashtuka sana kumwona Joe kwamba kashabadilika na kuwa kama wale viumbe. Joe kumpa kabisa Adrian nafasi ya kukimbia, ni alimshambulia na kumuua pale pale. Na huu bwana ndo unakuwa mwisho wa recap ya mzigo huu hapa. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. This is Movieflix. Bye bye.